Okay, sasa katika sehemu iliyopita, sehemu ya 7, msikilizaji, kama nakumbuka bwana, tulipata kuona kwamba Aima ameanza kuingia studio jamani. Sijui vile ambavyo tunawaza ndivyo ambavyo itakuwa, ama itakuwa vipi. Tumombe Aima jamani, pengine atarudi kweli studio akawa mwimbaji akamfunika yule mwenda wazimu. Lakini usisahau kwamba kuna rafiki yake kipenzi na Camila anakwenda kwa jina la Molly, yupo kwa ajili ya kuvuruga mipango ya mahusiano ya Camila pamoja na Ryan. Usisahau kwamba pia issue hapa pia inamhusu mtu ambaye anaitwa Baisa, bila kumsahau Aima, na mwishoni kabisa Molly ndio anataka kufaidika kwa ajili ya kubaki na Ryan. Usisahau kwamba sasa hivi tumeondoka tukiwa tuna issue ya Kevo, atapona ama itakuwa vipi, itakuwa ni aje, namna gani vipi? Karibu sana msikilizaji, hii ni sehemu ya 8, simulizi na muhusu binti anakwenda kwa jina la Aima. Wenyewe tumemwona tangu tulipoanza, na sasa hivi Sam Dafuri yuko hapa kwa ajili ya kutuonyesha nini kinaendelea katika simulizi. Hapa ni Simulizi Zetu Media. Make sure umesubscribe channel yetu, usiache ku like, kushare, bila kusahau kuandika comment yako hapo. Lakini kwamba unataka kuwepo na familia yetu kubwa ya WhatsApp pale kwenye group letu, karibu tuma ujumbe kwa ajili ya kwenda kuungwa kwenye nambari ya simu ya 0757567253. Tunapatikana kwenye mitandao yetu yote ya kijamii, jina ni Simulizi Zetu Media. Mimi naitwa Tutu. Karibu katika sehemu ya 8. Basi tunaondoka kule ambapo tuliondoka katika sehemu ya 7, ambapo kulikuwa kuna mazungumzo baina ya Camila ambaye alikuwa akipanga zake mipango. Alikuwa akizungumza na Silent Killer, kama mnakumbuka. Silent akamwambia mbona alimshoot Kevo alikuwa ni mumeo Ryan, si ndivyo? Basi tunaondoka pale, mwandishi anatupeleka upande wa pili. Tunaambia kwamba upepo wa kiyoyozi ulikuwa unapenya katika shati la Haris na kisha ulifika hadi kwenye ngozi yake. Alisahau joto kwa muda mfupi. Mwanaume huyo ambaye alikuwa ofisini kwake akijaza baadhi ya taarifa alikuwa makini sana katika kompyuta, lakini ghafla mlango uligongwa na ni wazi kwamba kuna mtu nje. Akauliza nani? Isla. Ingia. Sorry boss, kuna mgeni wako. Isla aliongea kwa bado yuko nje. Nani? Molly. Mwambiaje? Alisema Haris. Basi Isla aliondoka mpaka mapokezi ambapo alimpa ruksa Molly kwenda kuonana na bosi. Molly alikuwa katika eneo hili kwa kazi moja tu, ni kuhakikisha kwamba anafukua kile ambacho kilikuwa kimefukiwa. Alitaka kumpa taarifa kuhusu nani ambaye alikuwa amempiga risasi Kevo baada ya kuingia ndani. Basi alikaa kwenye kiti na wakasalimiana. Ni muda mrefu sijakuona, alisema Haris. Labda kwa kuwa Camila ameama pale kwako. Si unajua nilikuja kwa ajili yake. Kweli kabisa, niambie basi. Mguu salamu kweli? Unaweza kuwa salama na unaweza sio salama pia. Kwa nini? Unajua unaendelea? Yepi yani? Kuhusu Kevo. Nasikia kapigwa risasi. Unajua mtu ambaye mfanya hivyo? Aliuliza Molly. Basi kimya kilipita na kila mmoja alimtazama mwenzake. Haris aliwekeza umakini wake kwa mrembo huyu ambaye alivaa na kupendeza mno. Ilionekana kama anafahamu jambo hivi. Basi akaona ni bora kuendelea kumuigamia apate kujua. Mimi sijui, lakini nani mhusika kwani? Okay, anyways, kuna mtu anaitwa Ryan. Sijui, najua unamjua. Kwa nini yeye? Huenda huna hakika, kwa hiyo unazungumza tu. Sio kwamba sina, lakini ukifuatia jinsi ambavyo scenario ambavyo ilikuwa, mimi naona unahusika moja kwa moja. Sasa basi mimi nimekuja kukuambia kwamba mwambie huenda familia yako ikachafuka na wote mtakuwa kwenye ati. Endapo tu Camila akiendelea kuwa na Ryan. Mbona umewaza hivyo? Unajua sikutegemea. Maamuzi ni yako. Mwambie Camila awe makini na Ryan. Anything kinaweza kutokea kwenu, lakini pia kwa familia na kila kitu. Kumbuka kuna kampuni na ndio hivyo, mnatakiwa tu kuwa makini. Lakini kwa nini usimwambie mwenyewe? Kwa sababu mimi nashindwa kuingilia mahusiano yake sasa hivi. Ujue mimi ni rafiki yake, mimi ni mwanamke na huenda akapuuzia. Kwa mimi sina la ziada, naomba tu kuondoka, alisema Molly. Akasimama na kisha aliondoka katika eneo lile, akamwacha Haris ambaye alikuwa amepagaa kweli. Jibu lilikuwa limemshtua kweli. Basi kichwa chake kilichambua kila neno ambalo litamkwa na Molly. Alisi na kudhani kile ambacho kinaongelewa labda kina ukweli kwa namna fulani. Akasema Ryan angegombana na Kevo siku moja kabla ya kupigwa risasi, then Kevo anapigwa risasi. Sasa hapo tunafanyaje? Yani nani ambaye anakuwa amemuua? Yani kivipi? Inawezekana kweli ni yeye. Napaswa kuongea na ndugu yangu kwenye hili, awe na tahadhari. Alijiuliza akiwa anajipa majibu na akawa anajiahidi kwamba ataenda kuzungumza na ndugu yake Camila. Basi wakati huu Ryan akiwa ofisini nje, Molly alienda hadi katika gari ambako huku alikuja na baba yake. Alikaa kwenye siti akamtazama baba, akamwambia tayari. Kasemaje? Hakuna alichosema, lakini nimwambia ongea na ndugu yake na kama ikiwezekana aachane tu na Ryan. Yani wasije wakaanza kuingia kwenye matatizo familia nzima. Yes, sasa hapo hii ni good plan. Haris akiongea na ndugu yake na kama ikiwa kweli basi Ryan atatengwa, then anakuwa kwako, tunapiga kulia, tunapiga kushoto kama Ronaldo mwanangu. Yani baba, sio utanikupi nini jamani dad? Yani mimi sitaki nimpoteze Ryan wangu. Mimi pia sitaki nipoteze tabasamu lako mwanangu. Ndio maana nafanya kila kitu kwa ajili yako. Alizungumza mzee na kisha akamwambia binti tuondoke. Alisema baba Molly na wakaondoka katika eneo lile. Wewe baba yako anaweza kupigania kwa ajili ya mapenzi yako.
Tajijua bwana mwenyewe na mshu wako. Sasa hivi ukitafakari hapo unajua kabisa. Sasa tutoke pale tuje upande wa pili ambapo kuna mazungumzo ambapo tunamsikia Mama Rian akisema kwamba kote huko anasema kwamba wewe ndio umempiga risasi mwenzako. Analaumu. Unadhani maana yake nini? Basi alikuwa akigomba kwa maana akifikiri labda pengine isije kuwa ni Rian kweli. Ambaye alikuwa yupo katika sofa sibling kwa akamwambia kwa hiyo unaamini watu hao Rian, unajua kama ni kweli unakosea, unapita sehemu ambayo sio, yani mimi huenda nikaenda kujuta kwa nini nikupa ruhusa kufanya muziki. Mama, ina maana unaamini watu ambao wanachuki na mimi? Yani watu wanachuki na mimi, wanataka nishuke kimuziki, wanatafuta namna ya kunifanya nionekane ni mtu ambaye ninachuki kwa sababu ni nyingi sana kumchukia. Hebu angalia, nimetoa wimbo mpya, wamesema nimwibia Kevo, then haijatosha anasema nimepiga risasi. Kweli mama, una kwa nini kwa upande wao? Rian alizungumza kwa hasira sana, macho yake yalimuiva na hasira zilikuwa zikimtetemesha mwili kweli kweli. Mwanangu, mafanikio sikupande kichwani mwanangu, lisemwalo lipo, na ngoma ikivuma sana ujue watu wanaweza kaacha kucheza. Yule Kevo alikuwa na rafiki yako mwanangu. Mama, mimi sijafanya lolote kwa Kevo bwana, mimi hamna kitu ambacho nimefanya. Haya basi sawa. Kevo alikuja hapa alikuwa na hasira sana, analia mama watu jamani, mpaka nimepata huruma. Yani nimeumia sana jamani, bahati mbaya mama mwenyewe maskini jamani, hana hata pesa. Yani bora hata mimi. Yani nani ambaye amempiga mwanae risasi jamani? Analia mama watu jamani, anataja jina lako afu mtoto mwenyewe ni mmoja tu maskini, ya Rabbi nafsi. Yani jamani, ikawe na yeye jamani. Mbona wewe mwanangu unakuwa hivyo, lakini mbona unatafuta matatizo? Mbona mimi jamani nashindwa hata kuamini mwanangu. Marian alikuwa anaongea machozi kwa namtoka. Ni wazi kwamba wakati mama yake na Kevo amekuja alikuwa amemuumiza. Basi akamwambia kama mama mimi sijafanya. Akamwambia sio wewe, akamwambia ndio. Rian alishindwa kuendelea kujitetea pia kwa sababu simu yake iliita, akatoa mfukoni akaitazama. Alikuwa anapiga wakati ule hakuwa mwingine, alikuwa ni Kamila. Alipoona ni yeye akajiuliza kwa sekunde kadhaa kama apokee au asipokee, na mwisho akaweka simu sikioni. Mke wangu muuaji. Sauti ya Kamila ilisikika akiwa na hasira mno. Haraka Rian aliikata na kumtazama mama yake. Mama, mimi naondoka. Unaenda wapi? Hebu njoo basi tujamaliza kuongea. Mama yake aliongea kwa hasira, alikuwa anatetemeka sana, lakini mwili wa Rian hakutaka kurudi. Aliondoka akaanza kumpuuza mama yake mapema kabisa. Mama Rian alikuwa amechukia kwa vile ambavyo alikuwa anafanywa na mwanae, lakini pia story ambazo zinaendelea kwamba zimefanyika na mtoto wake zilikuwa zimemkera mno. Kwenye maisha yake hakuna kitu alikuwa apendi kama kutengeneza uadui hasa na marafiki wa karibu. Kwa hiyo hakupenda kuona mtoto wake anaingia katika matukio ya ajabu ikiwemo kumpiga eti mtu risasi jamani. Basi Rian aliondoka, na mara baada ya kufika nje akapanda katika gari na akachezea simu yake, akampigia Kamila. Simu iliita na akapokea kaka sikioni. Mke wangu akamuita. Kwa nini mpiga risasi Kevo? Kamila, kuna unapenda kunisingizia vitu unakataa si ndio? Ndio mimi sijafanya jamani, usibishe kati mimi na ushahidi. Upi tena? Njoo nyumbani. Kamila aliongea na simu ilikata. Basi mawazo yalimsomba Rian, yalimuingiza katika mlolongo mpana sana wa maswali ya kile ambacho kinaendelea. Mwanzo tukio la kumpiga au kumua Kevo alidhani huenda ingekuwa ni ndoto, labda ni taswira yake na baada ya muda mambo yataisha, lakini haikuwa hivyo. Basi kuanzia katika mitandao yake ya kijamii ambako mashabiki wake walikuwa wakimpenda, kwa sababu alikuwa akimtukana akimuita muuaji. Upande wa familia yake ambako mama yake pia alikuwa ni mkali kama mbogo. Kamila naye alikuwa ameanza kulifumua hili muumiza sana, lisi kuchanganyikiwa. Aliondoa gari katika eneo lile na safari yake ingeishia nyumbani kwao ili kwenda kuongea na Kamila. Tunatoka pale sasa ni upande wa pili. Aima tunaonyeshwa kwamba alikuwa katika chumba chake akipanga baadhi ya nguo kwa ajili ya kuanza safari ya kwenda Muhimbili, ikiwa kama sehemu ya kumpa msaada producer katika kumuguza Kevo. Aliamini huenda angekuwa peke yake, kwa hivyo asingeweza kufanya mambo yote. Basi alihitaji msaada na mtu pengine alitakiwa patikane mtu ambaye akumsaidia. Huruma ilimfanya kuchukua maamuzi haya ambayo hakujua anafikia wapi, itakuwaje. Basi Kevo atachukua siku ngapi Muhimbili hakujua. Maswali yalikuwa ni mengi, lakini akiwa anaendelea kupanga nguo ghafla aliingia Fatia ambaye alikuwa na simu mkononi. Kumbe unaondoka kweli? Fatia aliuliza. Ndio. Sasa utafikia? Alisita kuzungumza mara baada ya simu kuita. Alitaka kumuuliza nafikia wapi. Basi alimtazama Aima akamwambia, yule mtu wako ambaye uliwasiliana naye asubuhi anapiga, nani producer? Namba yake inaisha ngapi kwani? 263. Atakuwa ni yeye, Fatia alisema na akampa simu. Basi mkono wa kulia wa Aima ulipokea simu na kisha aliweka sikioni. Ubongo ulikuwa tayari kutafsiri kila kauli ambayo ingesikika. Basi kabla hajasema neno lolote, sote producer ambayo ilijaa kutetemesha ilisikika akisema, usije Aima, Kevo hatupo naye tena, hayupo na sisi tena, Kevo amefariki. Taarifa hii ilitosha kwa simu kukatwa. Ubaridi ulimfikia Aima kana kwamba amepigwa na barafu. Mwili wake uliganda kwa muda na alishindwa hadi kutoa simu katika sikio lake.
nini kimemuua Kevo? Amekufa saa ngapi? Yes, ilikuwa ni maswali ya kwanza katika kujiuliza. Kwa nini apigwe risasi mtoto wa watu ambaye hana hatia? Kiukweli Aima alipatwa na baridi kweli, kama huyo Kevo alikuwa ni rafiki yake, lakini ni vile tu binti ana roho nzuri. Basi mwili wa Aima uliishiwa nguvu, mtetemo uliganda katika mwili wake, alianza kutetema eneo la kiuno kushuka chini, na kisha mwili mzima uliungana katika kutetemesha mwili wake. Aliingia katika chama cha mayele kwa muda mfupi sana. Akili yake iliruka. Mbele yake alivuta taswira ya Kevo akiwa na tabasamu. Alivuta sura ya mwanaume mbele simama katika ndoa yake akiwa kama mshenga kwa upande wa kiume. Machozi yalianza kumdondoka kila alipokumbuka. Aima alitamani taarifa isiyo kweli, lakini hakuweza kubadilisha ukweli ule. Tayari Kevo alikuwa amefariki. Fatia ambaye alikuwa akimtazama Aima alitambua kuna jambo ambalo linaendelea, hasa pale alipomuona akitaka kudondoka. Basi haraka alipiga hatua na kumwahi, akamrudisha chini taratibu, akamweka sawa. Fatia, Kevo wangu mimi, Fatia, Kevo kafa. Aima alianza kuzungumza na mdomo wake ulikuwa ni mzito sana kuzungumza. Alitamani kurudisha nyakati, alitamani kurudisha muda nyuma, alitamani kumuona Kevo, alitamani kumuondoa katika eneo ambalo huenda lingepelekea kupigwa risasi, lakini ndio hivyo, nyakati zote tunasemaga muda ndio unakuwaga mwamuzi wa kila kitu. Kevo leo amelala, Kevo ameondoka, Kevo amefariki. Akiwa ni kijana mdogo mwenye ndoto ya kutoka kimaisha kupitia muziki, tena muziki ambao anauweza, si tu kupitia muziki ambao anauweza kweli. Kevo alikuwa amefariki. Ngumu sana kuamini Aima, lakini tukubali kwamba Kevo amefariki. Naumia sana. Pole sana kipenzi, hebu basi jikaze. Hebu angalia, Kevo alikuwa anakuja nyumbani anacheka na mimi, tunapiga story, ananipa moyo. Leo Kevo amefariki kweli. Kevo hakufariki. Aima, unajua ukilia sana utamkufuru Mungu. Kevo amepumzika. Namwaza mama yake jamani. Namwaza mwanamke ambaye alimpenda mtoto wake akiwa ndo kitu pekee yani jamani. Mama yake alimkataza Kevo kufanya muziki na hisi alijua hili. Ndio maana mama yake alikuwa hataki jamani, lakini ndio hivyo jamani, mpaka alimfukuza nyumbani ili aache muziki. Alijua mtoto wake atakufa. Kevo aliacha chuo kisa muziki jamani. Kevo angalia jamani, Kevo hayupo na sisi. Kevo jamani, basi amka hata muombe mama yako msamaha jamani. Ombe msamaha kwa kusimamia ndoto yako ambayo imepelekea mauti. Mama yako alikataa. Kevo jamani, basi amka. Aima alikuwa analia, alikuwa anadondosha machozi. Sauti yake ilibebwa na maumivu makali sana. Kulia ndiko ambako kulimpa uweni ya kuwa sawa, ingawaje si sana. Basi Fatia sasa ilibidi asimame imara katika kumuelewesha na kumtuliza Aima ili aweze kuwa sawa. Basi alimpa maneno matamu kutoka katika vitabu vya dini, alimpa matumaini mapya kuhusu vifo na wapi Kevo anakwenda kupumzika. Unajua sisi ni binadamu Aima, hatuna mamlaka yote ya kuingilia utukufu wa Mungu. Kevo amefariki akiwa ni mdogo, lakini kukwepa maumivu ya risasi ambayo angekaa mwili wake ilikuwa ni bora hata hivyo wakati mwingine, kwa sababu angekaa nayo maisha yake yote. Tuliambia kwamba hiyo risasi haiwezi kutolewa. Kevo ameamua kutufundisha kwamba unaweza kufa ingali bado hujatimiza malengo na ndoto. Kwa hivyo unatakiwa kutumia muda wako vizuri. Kevo amegeuka kama kioo. Kila chozi ambalo linakudondoka sasa hivi linamaanisha kwamba ni kweli ulimpenda Kevo. Ni kweli alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni muhimu sana kwetu. Kikubwa tumuombee pumzike salama na awe mtangulizi mzuri kwetu, kwa sababu kila mmoja anaenda huko. Alisema Fatia akiwa anampiga mgongoni Aima ambaye alikuwa ni kama amempakata hivi. Binti aliumia kweli. Basi maneno yake kidogo ilimpoza Aima, aliweza kutulia, lakini ilichukua kama saa mbele akaja kuwa sawa. Akidi kwamba angeenda kama mama Kevo na kusimamia masuala ya msiba, lakini pia mazishi. Basi ilibidi ajiandae, na hii ni kwa sababu Aima aliamini kwamba hakuna mtu ambaye anatakiwa kukosa msibani. Basi jioni ilipofika, Aima pamoja na Fatia walifunga safari mpaka nyumbani kwa Kevo ambaye pia alikuwa anaishi Chamwino. Walipofika walikuta watu mbalimbali, wapo ambao walikuwa wanalia, wapo ambao walikuwa wanapika chakula, wengine walikuwa mahali pale kumpoza Kevo. Katika watu hao pia walikuwa waandishi wa habari ambao hawakuacha kumuuliza maswali mengi sana kuhusu kifo cha mtoto wake. Mfano, mwandishi mmoja alikuwa anauliza, "Mama, nataka kufahamu maisha ya Kevo. Alikuwa ni nani mpaka umauti unampata?" Kevo akasema, "Mwanangu alikuwa ni mwanangu wa kwanza na wa mwisho. Aliamini sana katika muziki. Aliacha chuo kwa ajili ya kufanya muziki. Yaani ilikuwa kila akija hapa kunitembelea mimi lazima nimfukuze kwa sababu niliona anaacha maisha. Hakuacha kuniambia, mama, nitarudi na gari hapa ipo siku, nitarudi na gari mamangu, nitatoka." Kumbe kweli alikuwa anamaanisha kwamba atarudi na gari. Leo hii gari lake ndio gari ambalo limekuja na jeneza jamani. Anarudi kwangu akiwa ndani ya jeneza kwenye gari ambalo niahidi jamani. Natamani nimsamee mwanangu. Nilitamani sana pia nimsamee akiwa hai, lakini ndio hivyo, mwanangu ameondoka nikiwa sijaita kuongea naye. Mama Kevo alikuwa analia na waandishi walikuwa wanamgusa akimtaka atulie na maswali yakaendelea. Mwandishi pili akauliza, "Kwani Kevo haikuwa na mpenzi?" "Mwanangu Kevo hakuwa na mpenzi wala mtoto. Amekufa akiwa kijana tu miaka 26. Nimwambia kama unataka kuwa na familia nzuri yenye furaha, basi hakikisha umefanikiwa ndio unakuwa na familia. Kumbe nilikosea jamani. Sasa hivi Kevo ameniacha hata mjukuu sina, bora tange za jamani." Pole sana mama. Tunataka kujua katika maisha ya Kevo leo kuingia katika gomvi na wenzake. Kevo alikuwa
ukitaka kumkera chochote kile alikuwa anakuja kwangu, nampoza, narudi kupambana. Hakuwahi kuwa na ugomvi wowote ambao ni mkubwa bila kuniambia. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye amegombana naye, na kama mkopo mwanangu angeniambia mimi, pamoja na kwamba tulikuwa tunagombana kuhusu muziki, lakini mimi nilikuwa rafiki yake. Lakini mama, mwanao mpigwa risasi siku moja baada ya kupishana kauli na Ryan. Inasemekana kwamba aliibia wimbo wake. Unadhani kwamba Ryan kweli amehusika katika kifo chake? Kumbuka pia alikuwa rafiki yake. Kikweli sina la kusema, lakini mimi namwachia Bwana mabwana. Yeyote ambaye amehusika na kifo cha mtoto wangu, laana itamvaa. Atakufa kifo kibaya sana. Kwa hiyo sio Ryan. Siwezi kusema ndio ama hapana, lakini kwa sasa hivi acha nipumzike mwanangu. Sina ushahidi chochote cha kuongea. Basi Makevo alijibu na kisha akaanza kuondoka. Macho ya waandishi alitua kwa Aima, walimsogelea kumuuliza maswali. Sasa maana wanamfahamu. Aima, unajua ulikuwa na Ryan kwa zaidi ya mwaka mmoja ndani ya ndoa, lakini kabla ya hapo ulishawahi kuishi naye miaka 4 ya kimapenzi. Vipi? Ryan na Kevo waliwahi kuingia kwenye matatizo? Sina ninachojua kwa kweli. Kama ni vizuri zaidi kama tutapisha uchunguzi wa polisi. Unafahamu vipi Kevo? Kama nikiambia niseme watu ambao nilikuwa nawapenda na furaha maisha yao, basi Kevo ni mmoja wao. Alikuwa ni Aima, hebu njoo kwanza. Alma aliingilia kati na kumvuta Aima pembeni. Waandishi walibaki wakiwa hawana tena cha kusikiza, kwa sababu binti ambaye alikuwa anataka kutoa taarifa, dada yake alikuja kumtoa. Basi wakasogea kama mita 5 hivi kutoka katika eneo ambalo waandishi walikuwepo. Aima alimtazama dada yake akamuuliza kuna nini? Akamwambia mwenzangu, kumbe Ryan ndo ana maisha vile. Asamia ananusu nini? Hakuhusu. Yaani kukuhusu nini ndo nini sasa na wewe? Ndio hivyo mimi sijui, pambana moyo urudizie, mali zote zinakuwa za kwako. Ila dada, mbona ueleweke wewe? Si uniambia ni mwache ukani unanitilia fujo kabisa niachane na huyo Ryan. Aima, ile ilikuwa mwanzo, sasa hivi kila kitu kimebadilika, yule mtu ana hela. Bwana, hebu toka msibani dada, naomba achane hizo habari. Huyu mtoto kumbe kichwa maji. Wewe kumbe una akili kichwa changu ndio. Alijibu Aima. Aliondoka zake kurudi sehemu ambayo alikuwepo Fatia. Basi wakati yote anaendelea, upande wa pili ambako walikuwa wanaume, aliingia Ryan akiwa amevaa kanzu safi kabisa ambayo ilimkamata vizuri. Miwani meusi ilikuwa imeziba macho yake na kitambaa kilikuwa mkononi. Waandishi wa habari baada ya kumuona walimkimbilia Ryan. Aligoma kujua Ryan, lakini ilifika tu ilibidi tu akubali. Mwandishi akaanza maswali pale. Ulikuwa ni wengi? Pole kwa msiba. Asante, nishapoa. Inasemekana wewe ndio ambaye umetuma mtu ampige risasi Kevo. Ryan akashikwa na hasira, akamtazama mwandishi foka. Oya, naomba nituheshimiane. Sijui unanielewa. Huu ni msiba. Umeniuma sana. Hivi mimi namjua Kevo kuliko mtu wote. Unajua kwamba alikuwa ni mwanangu. Acheni hizo mambo jamani. Sasa saidia kitu zaidi ya kutengeneza chuki kwangu, familia yangu na familia ya Kevo. Mimi sina roho mbaya kiasi hicho. Kwa nini muue mwenzangu? Taarifa zinasema hivyo, lakini Ryan wapi ambapo wanasema ushahidi umetoa wapi? Unajua maisha nilioishi mimi na Kevo, unajua mimi tumepitia mangapi na mshikaji wangu. Mimi nisingefanya hivi. Kwa nini nifanye hivi? Kwa nini nifanye wakati mimi kila kitu nimemhudumia kuanzia hospitali sijui wapi kila sehemu mpaka anauma, nilikuwa nafanya kila kitu. Yaani kwa nini sasa nifanye afariki? Nyinyi mnacheza na damu ya mtu jamani. Hivi mama yake akisikia hivi swala afa ananiona hapa, mnamaanisha nini jamani? Msitangazie ubaya. Mimi naumia kwa msiba. Huyu ni mwanangu, naumia. Basi Ryan aliongea akiwa na kilio cha kwikwi ambacho kwa kinasikika kutoka kwenye kinywa chake. Basi akatoa leso mwenyewe na kufuta machozi na kisha akawa ametafuta sehemu kwa ajili ya kwenda kukaa. Haya, tunatoka msibani, ni upande wa pili ambapo ilikuwa ni majira ya saa 3 usiku. Tunamuona Molly ambaye alionekana chumbani kwake, alikuwa ameshika simu. Alienda kulia, kaenda kushoto, kichwa chake kwa kinawaza sana, hivi Kevo anakufaje? Yani shangekoja mimi nikamilishe kwanza tu mpango wangu, yani jamani angengoja. Alizungumza mwenyewe kwa sauti kubwa sana. Kifo cha Kevo kilimchanganya mno. Aliona jinsi gani ambavyo mpango wake ulikuwa unaharibika. Basi akiwa chumbani, ghafla simu yake ilita, akatazama jina na namba ya Baisa vilitokea. Tabasamu ilikuwa usoni kwake na haraka alipokea. Baisa, Molly, mambo poa? Nipo, lakini kuna taarifa kusi nzuri. Zipi? Mpango wa Kongo umegairishwa bwana. Wewe usiniambie. Iko hivyo. Kwa hiyo itakuwaje? Kesho nakuja Moro. I see. Yaani nimejikuta tu na tabasamu. Kwa nini? Sikia sasa, ukirudi tu mguu wako ufike nyumbani, yani haraka mno, yani usipite popote. Basi poa. Baisa alisema na simu ilikatwa. Molly aliachia pumzi nzito sana ambayo ilitana mapafu yake, na taarifa ambayo alipewa na Baisa ilimfanya akitabasamu. Hakuona kama anatakiwa kuhangaika tena chumbani. Badala yake alitoka mpaka nje na kwenda sebuleni ambako huko alikutana na babake ambaye alikuwa anatazama runinga. Daddy, yes daughter, otea. Nini? Baisa haendi tena Kongo. Kweli? Kwa hiyo tunafanyaje? Ulikuwa unatakaje? Atuchopanga kiwe kwa sababu Kevo sikafariki, basi sasa inabidi Baisa aende wapi? Amesemaje kwani? Hajasema kitu, lakini nimwambia akitoka damu wake hapa. Basi tunapaswa kumsikia kwanza ana chaguzi gani, kufuatia chaguzi yake ndio tutajua tunaanzia wapi. Kwa hiyo ni mpaka lini sasa jamani aje? Atakapofika tutapendeza aje. Alizungumza baba Molly. Basi Molly alimsema baba yake, akapiga hatua mpaka pale alipo, akampiga busu. Alimwaga kwamba anakwenda kulala panapo majali, basi kesho ndo angejadili kiundani kuhusu Baisa atakuja na mpango wao utakuwa vipi, kuhusu pia Kamila
pamoja na Aima. Sasa tunaondoka pale, ni upande pili tunamuona Camilla, Haris, mama Haris pamoja na Melissa ambao walikuwa sebuleni nyumbani kwa Haris ambako kulikuwa na kikao kidogo. Kikao hiki kilitishwa na Haris kufuatia kile ambacho kimetokea. Yaani taarifa ya kifo cha Kevo ambacho inasemekana muuaji mkuu ni Ryan. Hii taarifa itaenda kuharibu jina la familia haki vile, alisema Haris akimtazama Camilla. Kwa hiyo Camilla aliuliza bila hata kumtazama kaka yake, mama una maamuzi gani? Maana yani ukweli ni kwamba Ryan amemuua rafiki yake na tena kwa makusudi. Yani hata kama polisi wapo sio wanaficha ni nini. Haris alizungumza. Jicho la Camilla lilikuwa katika uso wa Haris. Alimtazama akiema juu. Alikuwa amechukizwa sana na ambacho kaka yake amesema. Kwani niangalie hivyo? Usitaki nikuchukie. Sasa kama naongea ukweli nisiseme? Kaka nakuheshimu. Kwani ni uongo? Melissa naye aliongea kwa jazba kidogo. Wifi, unajua hata chembe wewe. Kwa naomba ukae kwa kutulia. Tuliza kidali chako, kaa kimya, swala la kifamilia. Kwani Melissa sio sema ya familia au? Mimi nikichafuria na yeye anachafuka. Haris alimtetea mke wake. Anamjua nani au mama unamjua? Camilla aliuliza na kufanya vurugu itokee. Haris yeye alikuwa amekereka sana na majibu ya ndugu yake akimsema mpenzi wake. Basi mama Haris aliingia kati akaweka sawa. Alimtazama Melissa akasema, "Hebu nenda ndani mkwe." "Mama aende wapi? Anapaswa kujua." "Nimesema aende na anaacha kujifanya mjuaji." Alifoka Haris akimkatiza mtoto wake. Kutokana na Melissa kumheshimu mwanamke huyu, kutokana na Haris kumheshimu mwanamke wake, kwa namna nyingine zaidi ya kumwambia mke wake basi aondoke. Haya, turudi kwenye mstari sasa. Lakini mama unachofanya sio kizuri unajua, Haris aliongea. "Kwani Ryan yuko hapa au unataka kujichitua tu?" Camilla aliuliza kwa mashauzi kweli kweli. "Awe hapa nani ambaye anamtaka muuaji? Jamani inatosha. Mimi kama mama nasema hivi, kila mmoja baki na upande wake." Mama Camilla alifoka na kisha alitupa jicho kwa binti. Misuli ya macho kama imemtoka kweli kweli, akamwita Camilla. "Abe mama, upo tayari kuolewa na Ryan hata kesho?" "Nawe Haris?" "Na mama." "Upo tayari kumuoa Melissa?" "Ndio." "Basi hakuna msumbufu wa maswali. Kila mmoja ashughulikie masuala yake ya ndoa. Nataka ndoa tu. Hayo mambo ya nani juu kachafua familia sio nini, mimi sitaki kusikia. Mnaweza kuondoka." "Lakini mbona uko mbishi wewe? Mama ameshasema anataka ndoa. Hebu niondoke kwa sababu mimi naona napigiwa tu kelele hapa." Camilla alimkatiza kaka yake na kisha alichukua virago vyake na kuondoka katika eneo lile. Basi alipofika nje aliwasha gari lake. Kabla ya kuondoka alinyanyua simu yake na kumpigia Ryan. Basi simu iliita kwa kitambo kidogo kabla ya kupokelewa. "Uko wapi?" "Msibani." "Utarudi nyumbani leo?" "Hapana." "Unazika lini?" "Kesho jioni." "Msiba ushafika?" "Ndio." Ndio sasa hivi." "Okay, nitaka kusema hivi, kile kitu tulichoongea mchana nadhani umekielewa. Sasa usirudi tena kufanya mauaji bila kunishirikisha. Yaani usije ukarudia hicho kitu. Nimeongea na mama hapa nyumbani, kila kitu kimeenda sawa. Nimemaliza." Alizungumza akakata simu. Mapenzi haya jamani, watu wakipendana. Haya, tunatoka pale ni upande wa pili. Sauti ya mama Joshua ambaye ilikuwa ni jirani na mama Melissa anasema, "Mwanao anataka kuolewa shoga yangu, lakini naona hauna furaha kabisa kati mtoko anaolewa kwa nini?" Akawa anamuuliza kwa kwenye maongezi nje ya nyumba yake, muda ambao alitoka kupeana habari za ndoa. Na sasa mama Joshua alikuwa anasindikizwa kwa ajili ya kurudi nyumbani. "Acha tu, unajua nawaza sana." "Unawaza nini sasa?" "Nawaza kuhusu Melissa na baba yake." "Yaani baba tena? Si ulisema kwamba baba yake yuko England sijui?" "Ndio." "Hata kinachokuwezesha nini?" "Anarudi." Hasa ndio wazo jamani. Kama anarudi si ndio jambo zuri jamani, ama kuna nini?" Mama Joshua aliuliza akiwa ameka tabasamu usoni. Kwake aliamini kuwa kurudi kwa baba Melissa kutafanya ndoa izidi kunoga, lakini moyoni kwa mama Melissa kulikuwa na hofu mno. Hakutamani hata kidogo mwanaume huyu aweze kurudi. "Tuongee vizuri kesho, ngoja kwanza nikuache." Mama Melissa alisema na kisha akarudi zake ndani. Hakutaka kusema jambo lolote lile kwa mama Joshua ambaye alibaki njia panda asielewi nini kilikuwa kinaendelea. Msikilizaji, bila shaka wewe kama mimi tu, sisi pia tunataka kujua kwani baba Melissa ni nani? Anarudi lakini mama Melissa hana furaha. Kwa nini? Na kwa nini Melissa hajui chochote kuhusu babake? Tuendelee kufunua zetu kurasa tukiwa na Samda Furaha hapa. Naamini majibu tutaenda kuyapata. Ni siku nyingine, jua limechanua katika mji wa Morogoro. Hali ya hewa ilikuwa ni tulivu sana. Ndege walianza kuimba, miti ikichanua vyema. Ilikuwa ni mara baada ya kupata miale ya jua. Basi walikuwa msibani walianza kujiandaa kwa ajili ya kufanya mazishi na kila mmoja alikuwa anafanya majukumu yake. Basi wapo ambao walikuwa wakipika, wengine walikuwa wakipokea wageni mbalimbali ambao walifika katika eneo lile, na wengine walikuwa wakielekea makaburini kwa ajili ya kuandaa sehemu ambayo tamziki ya Kevo. Shughuli zidi kupamba moto hadi ulifika mchana ambao pia kukaa sana kiingia jioni ambao ilitumika pia katika kumpumzisha Kevo katika nyumba yake ya milele. Kevo alizikwa huku msalaba wake ukibebwa na Ryan, kitu ambacho kiliwaaminisha watu wengi huenda kulikuwa na mtu mwingine ambaye amesababisha kifo cha Kevo na si Ryan. Basi baada ya mazishi kila mmoja alirudi katika majukumu yao. Wapo ambao waliondoka mazima, wapo ambao walibaki nyumbani kama Kevo, na Ryan aliondoka. Aliona huu ndio muda wa kusafisha makosa yake. Alienda kuzungumza na mama Kevo ambaye alikuwa chumbani. Alikuwa akilia na kufikiri maisha upeke ambayo ataishi. Kumbuka mama huyu na mtoto mmoja tu. Basi Ryan alienda akamwambia, "Mama,
niambie mwanangu, kwanza pole na msiba mama, najua kutegemea kama kipenzi chetu angetoweka kwenye umri mdogo. Usijali baba, usijali, shamwachia Mungu. Mungu ndo atalipa. Bwana ndo ambaye atanisaidia kwenye hili. Kuna taarifa zinadai kwamba mimi ndo nimehusika kwenye kifo, lakini mama, hakuna kweli kwenye hili. Naomba nikuhakikishie kwamba nitapambana juu chini kujua nani mhusika. Nitapambana mamangu. Rian alizungumza kwa msisitizo kabisa ili kuzidi kumwaminisha mama huyu kwamba yeye hahusiki. Kwa kuwa Makevo aliyechanganyikiwa na msiba wa mtoto wake, aliitikia tu. Alikubali kwamba yote ni mpango ya Mungu, na kama kuna mtu ambaye amehusika katika kifo cha mtoto wake, basi Mungu atampa adhabu kali sana. Kwa akamwambia, usipate tabu hata kutaka kupambana na watu ambao Makevo. Dunia mara zote ina nguvu ya karma. Kwa hivyo kipandacho ushuka, dhuluma ya roho ya mtu huwa inalipwa kwa udhalimu. Acha tu babangu, Mungu atatenda muujiza. Kauli ilitoa kidondosha machozi. Kauli kali na ngumu kweli kwa mtu yote ambaye itamlenga. Basi Rian hakuwa na jinsi, alifoji kutoka na machozi. Wakati alikuwa akila viapo vya hasira, na mwisho aliondoka katika eneo lile na taratibu alianza kuondoka. Basi wakati Rian anaondoka chumbani, upande wa pili kulikuwa na Aima, Fatia, lakini pia producer ambao walikuwa wakizungumza. Kwa hiyo Kevo aliacha wimbo pale studio, tunasema hivyo, aliuliza Fatia, nyingi tu. Afukani tusimbe wimbo kumtakia makazi mema jamani. Nilikuwa nawaza hivi, lakini ndio hivyo, sijui itakuwaje. Aima siko tayari. Kwa naye anaimba. Macho producer alitoa kwa Aima wakati anauliza swali hili. Nang'ang'anizo jamani, inaonekana kwamba anajua kuimba, lakini mimi sijui. Aima alijibu kitu ambacho kilifanya wote sasa ikabidi wacheke. Wacheka kwa muda kidogo kabla producer kutoa fatua hii ilikuwa ni kuanza kuandika wimbo ambao utakuwa mahususi kwa ajili ya kumwaga Kevo. Nani ambaye ataandika wimbo? Aliuliza producer. Mimi naandika. Then sauti ataingiza Aima. Unamng'ang'aniza jamani kama anajua kuimba. Anajua. Rian. Sauti ya producer ilipaa na kuingilia kile ambacho alikuwa anataka kukizungumza Fatia. Basi Rian alikuwa kama mita 10 hivi kutoka eneo ambalo wapo. Baada ya kusikia anaitwa, alipiga hatua hadi walipo na kisha akamsalimu Fatia na producer kimwacha Aima. Hata Aima alipojipendekeza kumsalimia, Rian akajibu jamani, akupendezwa kuwa sehemu moja na mwanamke huyo ambaye sasa hivi anamuona ni mchafu. Wife material mpo. Aliamini kwamba Aima si level zake tena jamani, amevuka huko kwenye wanawake ambao wananunua rasta za 1200. Basi man, vipi ulikuwa unasema nataka niwahi home kubadilisha nguo? Okay, tulikuwa tumepanga kufanya wimbo kwa ajili ya Kevo. Good idea, nimependa. So nini kinaendelea? Naenda kutengeneza beat, then Aima ataingiza sauti na Fatia hapa. No, ni Aima peke yake, Fatia alisema. Kwani anaimba? Rian aliuliza akiwa anamtazama Aima kwanza juu mpaka chini. Akatengeneza kitu chake kutoka kulia kushoto, kurudi kulia kushoto. Baadaye kicheko cha dharau kilikuwa mbele yake. Anaimba. Okay. Utanitumia, kisha ingiza sauti, then mimi nitakuwa home, nitaingiza pale sauti, afu tarudisha fanya mambo yako, wimbo toke. Aliongea Rian bila hata kusubiri jibu. Alinoka katika eneo lile, lakini moyoni mwake alicheka mno kusikia eti Aima anaimba. Basi zoezi la kuandika na kutunga wimbo libaki kwa Fatia ambaye alikuwa na kichwa chepesi sana. Kipaji hiki Mungu alimjalia. Jambo la kwanza kufanya ilikuwa ni kwenda kumuuliza maswali kadhaa Makevo. Kwa bahati nzuri alipata majibu ambayo alitaka. Na baada ya hapo aliandika wimbo rasmi ukiwa na verse 2 tu. Verse ya kwanza ilizungumzia kifo cha Kevo ambacho kilivyotukia pale, na verse ya pili ilizungumzia maisha yake mpaka anafariki. Wimbo utakiwa kuwa na verse 3 ambapo 2 angeimba Aima na 1 angeimbwa na Rian ambaye yeye angeandika verse ya kwake. Basi producer alimwamini Rian kwamba angeweza kutengeneza kitu kizuri ambacho kingekuwa kama sehemu ya kumbukumbu ya rafiki yao. Ilipofika saa 3 usiku, Aima aliingia studio akaingiza sauti. Tofauti na producer alivyotarajia kwamba angechukua muda mwingi kumuelekeza, lakini Aima kwake ilikuwa ni swala dakika 15 tu ishamaliza kila kitu. Sauti yake ilishiba na hakuhitaji kitu chochote kile cha ziada ili kuboresha. Sikutegemea, sijadhani wala sijui kuhisi kama Aima ambayo ulikuwa unalala hapo na msubiri Rian unaweza kuimba. Unaimba mpaka nimeshtuka ujue, alisema producer akiwa anarudia ule wimbo zaidi ya mara 50. Kila aliposikiza bado ladha ilikuwa imuishi. Kwa mara ya kwanza namsikia akiimba, nikamwambia wewe unaenda kuwa msanii mkubwa. Fatia aliunga mkono akimtazama Aima ambaye hakuacha hata kutetemeka kwa sifa ambazo alikuwa anapewa. Aisi anajua kuimba. Jamani, nimesikia wimbo unaimba, nani kaimba? Sauti mmoja wasanii ambaye alikuwa studio, kwa bahati mbaya alikuwa amesikia, akauliza. Huyu hapa producer anyosha kidole. Acha masiara bwana. Huyu si mke Rian, alikuwa anakuja hapa anamlililia hapa ameanza lini kuimba. Ndio hapo mwenyewe nashangaa. Hebu sikiza kwanza. Producer alicheza wimbo tena kwa mara nyingine. Masikio kila mmoja alikula chakula kitamu mno cha burudani. Hakuna mtu ambaye aliamini kama kweli sauti inatoka kwa binti ambaye alisimama karibu yao. Producer na msanii ambaye walikuwa wakimfahamu Aima kama mwanamke wa Rian ambaye alikuwa akikesha studio akimsaidia mume wake kutoboa kimaisha, lakini swala la kuimba hakuna ambaye alijua kwamba binti
anajua. Hebu sikia, chukua maneno yangu, nakwenda kuwapita wasanii wote. Niko nimekaa pale, yani asipokuwa msanii mkubwa mwenye mafanikio Tanzania mniite mbwa, alisema msanii huyu na kufanya hali ya kicheko kutawala pale ndani. Basi baada ya kusikiza wimbo na kuridhika nao, producer aliutuma kwa Ryan aweze kuingiza sauti, na baada ya wimbo huu ambapo utakuwa umeingizwa sauti basi rasmi wimbo uachiwe, waliamini kwamba Ryan angefanya kile ambacho wanategemea kutokana na yeye mwenyewe kuahidi katika ile kwamba atafanya, ingawaje producer alikuwa na mashaka tena. Anyways, tunatoka kule, ni upande wa pili, ni nje ya nyumba kina Molly. Ilisimama gari ambako ndani yake ilikuwepo Baisa. Baisa amerudi Morogoro, alikuwa akimsubiri Molly ambaye alikuwa ndani. Dakika 3 mbele Molly ilifika. Kwanza nataka kujua demo ni wapi, aliuliza Baisa. Yupi? Usijifanye umesahau jamani. Yupi? Nielekeze. Nani? Mke wa Ryan. Oh, ndo unamtaka? Ya, unajua kipindi niko ndani kwa namwaza sana. Kwa nini usirudi kwa Kamila? Namchukia. Na kama angejua hilo, sijui angefanya. Nawe sitaki hata utamke jina lake. By then anataka kufunga ndoa na taarifa. Nani? Kamila. Ya, afunge tu. Binafsi moyo wangu huko tu kwa yule binti. Yaani ninamtafuta popote alipo. Anaishi na nani siku hizi? Basi nitahakikisha nampata, Baisa alisema. Kima kilipita kati yao. Molly aliwaza juu ya kile ambacho ameambiwa. Alimtazama Baisa akamwambia, kwa hiyo utapambana mwenyewe, unahitaji msaada wangu? Sidhani, kwa sababu nahisi bado atakuwa ananikumbuka kama sijui. Ile hebu sikia Baisa, nini? Kutana kwanza na Kamila hata kwa mara moja, then mweleze hisia zako mwisho. Baada ya hapo unga kabisa, yani akizingua tembea. Mimi mbona simfikiri yule manzi, fanya hivyo basi nisikilize. Kumbuka kumpenda mke wa Ryan, ila mimi ndio maana nimekulazimisha. Tuna mipango yetu. Okay, sawa, kwa kuwa wamesema basi sawa, acha kwanza nirudi ndani kwa sababu mzee atawaka. Molly aliongea akashuka ndani ya gari na Baisa alisha kumtazama mrembo yule kabla ya kuondoka. Hatua za Molly zilikuwa sebleni ambako huko alikutana na baba yake. Alimtazama baba yake kabla ya kwenda kumpiga busu shavuni, akamwambia, amesema eti anapenda Aima. Mbona kuna baba, ngumu kumpata Ryan. Kwa nini? Inatakiwa kwa namna yote lituhakikishe kwamba anampenda Kamila, yani hataki astake. Lakini mwenyewe anadai hata kumuoa Kamila, yani hataki, amtaki kabisa. Hakuna mwanaume na hiyo. Kama alipigana na kumteka Ryan kisa Kamila, unadhani kwamba atashindwa kumfungulia moyo? Kwa baba tunafanyaje hapo? Bamoli alingana kufikiria jambo, akamisha macho yake hadi katika runinga kabla ya kurudisha kwa Molly, akamwambia, kwani wewe kumvaa Ryan unashindwa? No, ila nakosa muda. Yani muda kivipi? Yani anipe huo muda, yani na ndoa Kamila inakuja kasi sana. Okay, kwanza umenikumbusha kitu. Tunavunja ndoa siku 3 tu imeisha. Kuna nini yani? Nitakwambia kesho tunafanya nini. Kwa baba, unamaanisha kwamba wanaoana au? Kwa sasa yes. Hebu mwache kwanza Baisa aende kwanza kwa Aima. Na nishajua nini tunafanya. Ondoa shaka kipenzi. Molly aliongea. Basi Molly alibaki nje ya panda. Mpango babake hakuelewa, lakini haikufanya siungane naye kwenye kile ambacho anakiongea. Babake anampenda mno na yupo tayari, yupo radhi siku zote kufanya chochote kwa ajili ya binti yake. Sasa upande wa pili tunamwona Kamila alikuwa chumbani. Alikuwa anapanga nguo zake kwenye kabati. Sauti ya muziki kutoka sebleni ilipenya kwenye masikio yake, lakini alikuwa anaipuza. Alijua ni Ryan ambaye alikuwa anaimba na kufanya majaribio yake. Kwa hivyo ikumsumbua sana, lakini muziki ulizidi kupenya kwenye masikio kila siku. Alianza kusikia kitu kipya. Sauti ya kike ilipanda na kushuka kama msanii Rihanna ilianza kumbamba. Alijikuta akiendana na sauti hii kihisia, taratibu akili ikabadilika. Alijikuta akitamani kujua sauti hii ambayo ilikuwa ni nzuri ni ya nani. Kimuhemuhe cha kutaka kujua ni nani anaimba kilimpata. Haraka alitoka chumbani akawa sebleni. Alimkuta Ryan akiwa anasikiza muziki. Alimtazama akamwambia, baby, nimesikia nyimbo. Ya, ni kwa ajili ya Kevo. Yes, ndio, lakini ni nani huyo binti ambaye anaimba? Ya, ni binti, sema binti mwenyewe kazingua kinoma. Wewe, amezingua kivipi yani wakati mimi nimetoka chumbani kwa ajili yake? Haupo serious bwana. Anaimbaje bwana hivi bwana? Afu unasema kutoka chumbani. No baby. Napingana na wewe, unajua. Anajua mimi kwanza nani? Ni Fatia. Ryan ilibidi ajume tu abadilishe jina. Nani umesema play kwanza wimbo jamani, kwa sababu unanichanganya jamani. Alisema Kamila na kisha akarudisha macho katika sofa na kukaa vizuri ili asikie sauti ya Aima. Basi kishingo pande Ryan alirudisha sauti ya Aima. Kamila alikuwa makini kusikiza. Sikutegemea kama kuna mtu ataimba kwa kuzidi, sijawaza. Hebu rudisha tena. Kamila aliongea. Baby bwana, nimesema rudisha bwana, nimsikilize. Yani mpaka nimelia jamani. Okay. Ryan aliruhusu wimbo kupiga na kisha aliondoka eneo lile. Alienda nje ambako alikaa huko mpaka wimbo uliporudi, baadaye akarudi ndani. Baby, yes, nataka kumjua Fatia ni yupi. Kuna demu mmoja hivi mbaya kama nini. Ndio maana anajua kuimba. Sisi wenye sura zetu mjini tunaga kipaji chochote.
Kwa hiyo nataka kuniambia umempenda sana, nataka nimuone huyo binti jamani. Huyu dada anajua kuimba jamani, nataka nimuone. Camila aliongea. Alafu ulisema sijui na wewe umeimba sijui. Wewe play kwanza kipande chako nisikie. Okay. Ryan aliruhusu muziki na sauti yake ikasikika. Masikio ya Camila kumrazi msikilizaji. Alisikia kile ambacho mume wake ameimba. Ryan alimtazama Camila akiamini kwamba angepewa sifa, lakini haikuwa hivyo. No, I need this girl jamani, kwenye harusi yangu niambie nitamlipa kiasi chochote tena nitumie na wimbo kabisa. Camila aliongea akiwa amekatabasamu. Bwana, nini sasa jamani, una namba zake? Hapana. Wimbo mkutumia nani? Producer. Okay. Kesho naenda kumuomba namba ya binti. Si anajua mpaka anakera. Yaani nitaenda kumsikilizisha mama endapo akipenda na muomba aje imbe tu kwenye harusi yangu jamani. Camila alisisitiza na kisha huyo aliondoka mahali pale. Asijue kwamba mtu ambaye anamzungumzia ni adui yake nambari 1 na si mwingine ni Aima. Basi Ryan alibaki akiwa na hasira mno. Mudi ya kuendelea kufanya kile ambacho alikuwa anakifanya ilimtoka kabisa. Mwili wake ulichemka na hakutegemea kama Camila angependa sauti ya Aima. Alianza kumchukia. Sijui ni ufute wimbo, alijiuliza akiwa tayari amebonyeza kitufe cha delete. Alipanga kuufuta. Wivu ulimwendesha Ryan. Hakuwa tayari kuona Aima na mzidi. Yaani kuzidiwa it's okay, lakini kuzidiwa na Aima nani kasema? Basi Ryan alijitafakari kidogo, lakini leo hakufuta wimbo. Ila alichofanya tu nilikuwa kubadilisha jina kutoka Aima mpaka Fatia. Alifanya hivi kwa makusudi kabisa. Yaani hakutaka wala hakupenda kuona Aima eti anakuwa maarufu kupitia wimbo ambao eti wameshirikiana, ukizingatia kwamba yeye ashakuwa maarufu Tanzania nzima inamfahamu, watu wanampenda, anaimba nyimbo zake, alafu eti mtu akuja kumshinda ni mke wake ambaye hamtaki hata kumuona. Basi kwake aliona kama kitumia jina la Fatia itapendeza zaidi kwa sababu watu wengi walikuwa wanamtambua Fatia kama msanii tofauti na ilivyokuwa Aima. Basi baada ya kubadilisha jina, hakurudisha tena kwa producer kama ambavyo alikubaliana. Anachofanya ni kupandisha wimbo katika mitandao na kuuza huku ikiwa na jina la Fatia. Watu waliopata wimbo wakamtambua msanii aliyeshirikiana na Ryan katika kutunga wimbo kwa ajili ya Kevo alikuwa ni Fatia. Katika idadi hii ambayo walitoa maoni yao, kwa asilimia kubwa walikuwa wakimpongeza Fatia kwa kile ambacho amekifanya. Kibaya ujitembeza wanasema kizuri ujiuza Basi sauti ya Fatia ikapaa katika kila kona ya Tanzania. Taarifa ikamfikia Fatia wakati akiwa anauza zake karanga mjini, na kila alipokuwa anapita tu ananyosha vidole, asijue kwa nini ananyosha vidole. Unajua, yani unajua tena mpaka unaboa. Jamani, kwa nini? Nimesikiza wimbo wako jamani ulitunga kwa ajili ya Kevo. Wewe majavi wimbo gani tena? Umefanya na Ryan wewe au sauti yako mimi sijui jamani. Hebu play kwanza wimbo gani mimi nimefanya. Basi wimbo ulichezwa. Masikio ya Fatia yakasikiliza. Hakuamini ulikuwa ni wimbo wa Aima na Ryan, lakini ulikuwa na namba nyingi mno. Ryan alikuwa amebadilisha jina. Binti alijiuliza kwenye moyo wake, akamwambia majavi kwamba yule akuwa yeye alifanya hivi ili kulinda heshima ya Aima. Basi kwa siku hii bwana ilikuwa ni kimuemue si cha kitoto. Alipata mwasho muda wote atamani kuonana na Aima, mpe taarifa hii na pongezi ambazo alikuwa anapewa, hasa pale ambapo aliingia mtandaoni na kukutana na maoni anampongeza. Basi haraka alifungasha biashara yake akaelekea mgawani kwa Mama Tina. Alipofika alimkuta Aima akiwa anahudumia wateja. Basi akamsubiri mpaka alipomaliza na kisha alimvuta pembeni ili kumpa alichokipata kule mjini. Unajua nilikwambia kama unajua, nilikwambia. Fatia alimwambia bila hata salamu. Fatia nini jamani? Hebu soma kwanza hizo comment. Soma. Alimpa simu. Macho ya Aima alipita katika maoni ya wimbo ule. Moyo wake ulijaa furaha maradufu. Huyu demu anajua. Amefanikia, anaimba vizuri, amemfunika pakubwa sana Ryan jalafu demu anaimba. Huyu demu amenifanya nitamani yani hata nife kesho nitungie wimbo jamani mamangu Freddy Kina. Hii pisi ya wapi tena? Nani jamani, mbona anajua hafu ni nani mpya huyu? Anaitwa Fatia huyo bwana, pisi moja muuza karanga. Najua mpaka kwake ni home girl kabisa. Oya sikiza huyu wimbo unaweza kuhisi kwamba kama umeimbwa na Beyonce hivi. Huyu demu akau jamani apewe tuzo. Sema nini Ryan, wewe ni mwamba sawa, lakini hapo umekaa mjuba, demu kapita kuliko hata wewe. Zilikuwa ni comment. Aima alitabasamu akiona. Tabasamu lilimtawala. Hakuwa anajiamini katika kuimba, lakini maoni ambayo alipata leo ilimfanya apate faraja sana. Lakini faraja hii ilipotea mara baada ya kuona jina limebadilishwa. Kwa nini imekuwa Fatia? Mimi mwenyewe nashangaa nani kafanya hivyo. Mwingine na producer anasema Ryan hajamshirikisha wakati anapitisha wimbo. Kwa hiyo ni Ryan. Ndio. Sasa kwa nini bwana achana naye? Yeye ni yule na hivyo binafsi. Okay, najua nini cha kufanya. Na anadhani kwamba amenikomoa. Sasa mimi natumia jina la Fatia. Tuone tu. Tutaishia nitakesha studio kila siku. Alisema Aima. Yalikuwa ni maamuzi ya hasira, lakini yalileta faida na manufaa. Jina la Fatia lilianza kutumiwa rasmi na katika muziki wake. Aima alibadilisha jina lake moja kwa moja kutoka kuitwa Aima hadi Fatia. Yote ilitokana na kile ambacho Ryan amefanya. Unavocheza ndivyo ambavyo unacheza pia.
Basi kwanza siku hii Aima alianza kesha studio kwa producer akiwa anafuatia. Alikuwa akiingia saa 2 usiku, anatoka asubuhi. Juhudi pekee ndio kitu ambacho kwake aliweka kipaumbele. Aliamini kwamba angetoka kimuziki. Maoni ya watu mbalimbali ambao walikuwa kimpongeza alimpa nguvu sana na kumwaminisha kwamba ataweza kufanikiwa. Kwa mara ya kwanza alitoa wimbo ambao ulitokiza. Kwa kuwa ndio ulikuwa wimbo wake wa kwanza, hakupa kipaumbele kabisa. Aliupuuza, akaendelea kufanya mazoezi ya kuimba huko, akaendelea na mazoezi mengine. Wiki ya kwanza ilikatika. Alikuwa ni mtu ambaye anakesha studio. Waliokuwa wanamfahamu kwa jina la Aima alianza kuambia sasa umuite Fatiha. Wapo ambao walimcheka juu ya kwa nini aliamua kubadilisha jina lake na kwa nini ameamua kuimba hivyo kushindana na Ryan, mapenzi yanamuendesha na kadhalika, lakini hii haikumfanya binti ashinde kufanya kile ambacho anakiamini. Uamuzi huu ulibadilisha jina, wa kubadilisha jina ulienda sambamba na kumuonyesha Ryan kwamba hajamkomoa. Kile anachokifanya hata yeye anaweza kufanya, ndio maana ameenda vile ambavyo anataka. Yaani weka tu weke. Basi wiki ya pili ilipoingia, ilikuja na shamra za ndoa. Sasa siku hii Kamila aliamua kwenda kumshirikisha rafiki yake Molly juu ya kumtaka binti ambaye alikuwa anaitwa Fatia katika harusi yake. Jana tulisikiza ule wimbo wa Kiza. Kamila aliuliza, mimi tena nimelala nao, una kipi cha kusema? Nataka kujua binti anaishi wapi? Morogoro. Wewe mbona anajua vile jamani? Yaani hivi ana gari kweli? Sijui, lakini mimi najua kuna kazi nataka nikupe. Mume wangu nimeomba namba yule msanii nimekosa. Sasa nataka uende kwa producer pale ambapo Kevo alipigwa risasi. Then mwambie kwamba nataka namba ya Fatia kwa sababu nikienda mimi ataninyima. Basi sawa, sija nitaenda jioni. Mimi naenda basi, naenda kwa mama, nitamshirikisha mpango wangu. Yaani sitaki kabisa kumkosa, yaani sitaki kusikana kwenye harusi yangu hiyo binti jamani. Sawa, Molly alisema. Kamila aliondoka katika eneo hili. Safari ya Kamila ilitoka kwa mama yake ambaye alimkuta akitazama runinga. Alimsalimu, alimpiga boss shavuni, akamwambia, kamati inaendeleaje mama? Mimi nakusikiza wewe tu, kila kitu kiko vizuri kwenye kamati. Bwana mama, kuna binti anaimba, nataka je niimbie. Binti tena? Ndio huyu hapa, alisema na kisha itoa simu yake. Alicheza wimbo wa Aima ambao alikuwa ameimba. Masikio mama Haris alisikia kitu kipya katika maisha yake. Ilikuwa ni sauti tamu kuzidi hata Celine Dion. Sauti ambayo ilifika katika mtima wake. Alimtazama binti na kisha akauliza, anataka milioni ngapi? Kwanza umempitisha wewe. Mbona anaimba sana? Yaani wewe kama anataka milioni 6 mwambie nampa milioni 10 na asiende eneo lolote lile. Mama jamani. Nini jamani, mimi namtaka huyu ndio aimbe pale. Yaani namtaka kabisa. Yaani hana mjadala. Popote pale alipo Tanzania atafuta lazima aimbe jamani kwenye harusi yako mwanangu. Kamila aliongea. Maneno ya mama Haris yalimfanya Kamila kuwa na tabasamu sana. Alisi anapendwa na mama yake. Alimhakikishia kwamba kwa namna yote atahakikisha kwamba msichana huyu ambaye anaitwa Fatia ataimba kwenye harusi iwe mvua au jua. Kwa bahati ama kwa bahati mbaya, hakuna ambaye alikuwa anafahamu kwamba wewe Fatia unamzungumzia ndo Aima mwenye kubwa la maadui katika familia. Haya, sasa ni upande wa pili. Tunamwona Ryan alikuwa zake studio kwa piano. Alikuwa anapiga story na zake akisubiri muda wa kurekodi ingize sauti. Walikuwa watatu hivi, stories zinaendelea. Naambia demo anaitwa Fatia ametoa wimbo wake last week unaitwa Kiza. Ni sio muongo mwanangu, demo anajua kinoma. Sasa pale anajua nini mwanangu, Fizo umeanza kupagawa nini? Ryan aliongea kwa dharau. Trust me, Ryan demo anajua. Kwanza alifunika kwenye ile ngoma yenu ya Kevo. Kwanza Fatia mwenyewe mbona mimi simjui Fizo? Wewe uko sare gani jina wewe? Huyu si demo mmoja kiboko. Yaani ukiona mimi nimemkubali demo mwenyewe anaimba basi jua anaimba kweli. Hebu sikiza kwanza wimbo. Fizo alisema. Wimbo mpya wa Fatia, yani Aima ambao unaitwa Kiza ulesikika. Kila mmoja kitege sikio, lakini wakati anaendelea kuimba, Ryan alijifanya kuongea na simu. Alisogea pembeni kabisa, hakutaka kusikiza kile ambacho kinaimba kwa sababu moyoni mwake alikuwa na wivu mno. Alikuwa anamfahamu Fatia ambaye anazungumziwa kwamba ni mke wake Aima. Mwanangu nimesikia wimbo hapo umechezwa. Huyu nani? Sauti producer piano lisikika. Anaitwa Fatia, mnyama sana udemo anaimba kinoma. Fatia huyu ambaye namjua. No, sio huyo. Aisina mtaji umanzi jamani. Nataka nimpe shava popote alipo, mwambie namtengenezea ngoma 3 bure kabisa. Oya Ryan, Fizo anamuita Ryan. Anasema jisikia, una namba hiyo demo. Ninayo vipi babu? Mimi simjui bwana. Mimi nilikuta tu anamwimbia Kevo pale. Sasa kwa kuwa Kevo mwanangu nikasema niingize vocal pale, lakini mimi sina mawasiliano naye. Kwa hiyo nitampata wapi? Labda nikutafutie. Basi baridi, alisema piano. Hakutambua kwamba wimbo uliomvutia umeimbwa na mtu ambaye alimpuuza siku kadhaa nyuma. Kumbuka binti alienda kwa piano. Na kwa sababu piano alikuwa zake busy siku ana chat na simu, akaona huyu manzi namna gani vipi, akawatimua pale akiwa anafuatia. Basi baada ya mazungumzo muda kidogo, Ryan alitoka nje. Alikuwa ni mtu mwenye hasira sana. Kichwa chake kilichemka moto. Aliweza kupitwa na Aima kwa sababu wimbo wake ambao unaitwa Kiza ulikuwa unaitishiwa. Ndani ya wiki moja tangu alipoachia ulikuwa tayari umesikilizwa na watu milioni 1 Tanzania nzima. Na kilikuwa ni kitu ambacho kimchanganya sana. Sasa akiwa ndani ya gari aliwaza mambo mawili. Moja ilikuwa ni Kamila kumtaka Fatia atumbuize katika harusi yao. Jambo ambalo kwake hakutaka hata kusikia. Kuna muda alijuta kabisa kwa nini alificha kule juu ya nani ambaye
aliimba wimbo siku ile ambapo aliulizwa. Jambo la pili lilikuwa ni namna gani afanye ile sije kupitwa na Aima. Kama akija kwenye harusi yangu nini kitatokea, itakuwaje? Kwani kuna lazima aje kuimba? Jamani, sioni ulazima ile jambo. Jioni nikirudi naongea na Camilla. Taongea naye, na kama akiwa mbishi basi naenda kumchimba mkaro producer ambaye anamwambia kwamba akiwa mbishi kwa namna yote ile Aima atatangulia kuzimu kama ambavyo alikuwa kwa Kevo. Mimi sitaki mtu wa kushindana, nitamuua, hamna namna. Alizungumza huyu Rian. Rian anawaza ushetani tu muda wote jamani. Basi na huyu ndio Rian, mwanaume ambaye alikuwa masikini kapuku jamani. Pata pesa tukutambue, pata umaarufu tukujue ndugu yangu. Mwanaume alitaka mafanikio bila kujiandaa. Nyota yake imeng'ara na sasa nahisi kwamba kuna nyota nyingine imekuja inafanya vizuri, nataka kumpita. Mbele yake kipo kizingiti kutoka kwa Aima ambaye alikuwa mke wake. Amefanya mbinu ya kwanza kubadilisha jina lakini hakuna ambacho kimesaidia. Na sasa anapanga mkakati mzuri wa kusafirisha nafsi yake na kumpeleka mbinguni. Endapo tu mpango wa kumzuia Camilla asije asimlete Aima katika harusi yake utafeli. Binti maisha yake kwa tiani. Mwenyewe hana habari maskini. Anyways, sasa ni siku nyingine majira ya saa 10 jioni, jua lilianza kutua magharibi mwa mji wa Morogoro. Ndege waliacha kuimba tena, wageni walianza kutafuta nyumba ili kujihifadhi. Molly alifunga safari hadi studio kwa producer. Alikuja katika eneo hili kwa lengo moja tu, kufanya naye mazungumzo na kama itawezekana mueleze wapi Fatia alikuwa anapatikana ama mpe namba. Siku hii alikuwa ameongozana na babake kama ilivyokuwa kawaida. Basi alipofika alimwacha baba kwenye gari na yeye aliingia ndani ili kufanya mazungumzo na producer. Samani. Ilikuwa ni sauti ya Molly ambaye alikuwa akimtazama producer ambaye alikuwa akifunga baadhi ya vitu kwenye box. Bila samani, naitwa Molly. Jina lako si gani hata hivyo kama nimekuona mahali hivi. Wapi? I think katika party ya kupatikana kwa Rian. Mlikuwa na Mariam Kevo. Kweli bana, nakumbukumbu. Usijali. Tunaishi kukumbuka matukio sio siku. Ni kweli kabisa. Sasa mimi nilikuwa nimetumwa. Molly aliongea. Basi producer aliacha kila shughuli ambayo alikuwa anafanya, akawekeza makini kwa binti huyu. Alimtazama kuanzia juu mpaka chini, akamwambia na nani? Akasema na Camilla. Kuna nini? Sijasema naye siku nyingi na sidhani kama ananifahamu. Anataka kuolewa ila nadhani najua hilo. Kwa hiyo sasa kuna msanii anaitwa Fatia, unamfahamu? Kafanyaje? Unaweza kunipa namba yake? Mbona unamjua? Unamjua wewe Fatia mwenyewe kwanza? No, nataka tu mtu ambaye ataweza kutumbuiza kwenye sherehe yake, ndio hivyo. Kwa hiyo jina lake limependekezwa na nimeelekezwa naweza kumpata hapa. Unamaanisha ndio akina Rian? Ndio. Sina hakika kama ataweza kutumbuiza. Producer aliweka mashaka, si anamjua. Basi Molly alimtazama producer kuanzia ungeji wake mpaka kitu chake cha mashaka. Aliona kama kuna kitu anajaribu kuficha. Basi akamuuliza kwa nini? Akamwambia Fatia ni yule ambaye alikuwa mke wa Rian. Unasemaje? Unamaanisha ni Aima? Ni yeye. Na unafikiria wewe ungekuwa ni wewe unaweza kutumbuiza kwenye ndoa ya ex wako? Producer aliuliza. Kwanza inawezekanaje Aima kuimba? Ndio hivyo, kujua kama anaimba au haimbi wote hatakuwa tunajua, na nadhani kama sasa hivi inasaidia. Unajua umenivuruga. Ndio hivyo, haitoshi kuvurugika, atakubali kuimba kwa ex wake, ungekubali? Ilikuwa ni swali ambalo lilimfanya Molly kushusha pumzi nzito sana. Kile ambacho alikuwa anakiwaza kilienda kinyume na alichokisikia. Hakuamini, hakuelewa, hakudhani kama Fatia eti ndio Aima. Akauliza, kumbe ni mtu mmoja? Ndio. Kwa nini sasa? Kuna vitu vingi sana ambavyo tuvifahamu na hata kama tukivifahamu haitusaidii chochote. Okay, si una namba yake lakini unadhani atakubali? Siwezi kusema ni ndio ama hapana. Lakini nipe tu namba yake. Molly aliongea. Basi bila hata kupinga, producer alitoa namba ya Aima. Tabasamu ilikuwa kwa Molly ambaye aliandika namba, akatoka nje. Alipofika kwenye gari bila hata kuongea na baba yake, aliamua kumpigia Camilla. Uko wapi? Niko nyumbani. Tunaweza kuonana muda huu kama utojali. Tule kuna maandalizi ya ndoa nafanya, nipo na Rian. Okay, deal imekamilika. Amekubali? Alisema, akakata simu kungoja kitu chochote ambacho Camilla ataongea. Basi mara baada ya kukata simu alimtazama sasa baba yake kwa sekunde kadhaa hivi. Kichwa chake kiliwaza kuhusu yale ambayo alikuwa ameambiwa na producer, na aliwaza ujumbe ambao alitakiwa kumfikishia Camilla. Akaambia, unajua mchezo ni mtamu, mpaka sasa leo unasema upande gani? Kwa nini mtu ambaye anatakiwa kutumbuiza kwenye harusi ya Camilla ni Rian, mke wa zamani? Kwenye harusi ya Camilla na Rian ni mke wa zamani wa Rian, inamaanisha Aima. Mbona umeshangaa? Haiwezekani. Mwenyewe nisema hivi lakini nimekubali tu. Kwa nini kwaje? Mbona ulisema ni Fatia? Ninachojua nilichojibiwa ndani ni kwamba kuna vitu vingi tuvifahamu, na hata kama tuvifahamu vitatusaidia chochote. Kwa hiyo tuache tu ilivyokuwa. Kwa hiyo nimwambia Camilla kwamba amekubali lakini sijaongea na Aima. Kwa nini mwambie hivyo? Unafikiria nini? Baba aliuliza. Basi kimya kilipita. Molly alimtazama baba yake, akarudisha macho katika simu. Alichezea kwa sekunde kadhaa na kurudisha macho kwa baba yake, akasema atatumbuiza tu bila kujua anakwenda kutumbuiza katika harusi ya nani. Unadhani ni kazi rahisi?
Kwa hiyo unataka iwaje? Sijasema, ila nimeuliza. Mimi naona hivyo. Kama unaona hivyo basi hamna shida, tunaweza kuondoka. No, yani ninachomaanisha ni kwamba mimi ndio ambaye nitakuwa middleman, nasimama katikati, yani na kwa Camilla atakuwa ananifanya mimi ni mtu ambaye anaongea na Fatia hadi siku anaingia ukumbini. Hataelewa ambaye anaenda kutumbuiza nani. Aima atajua pia anaenda kutumbuiza kwenye harusi ya nani. Na upande wa Haris je, itakuwaje? Kwake pia ataingia jukwani hajui anakwenda kutumbuiza kwa nani, na huu mchezo naweza kuimba na kucheza. Mimi ndo Molly, acha niwachezeshe. Ni lazima Rian apatikane katika mikono yangu. Molly alijitamba kweli. Kilichofuata hapa ilikuwa ni wao kuondoka katika eneo lile huku wakiwa na amani kwamba wanaenda kukamilisha mchezo siku ya harusi. Swali lilikuwa katika kichwa kwa baba Molly ni kwamba Aima atakuwa tayari kutumbuiza atakapofika pale kote ni ex wake. Ukiwa ni wewe msikilizaji unafanyaje? Kama umemove on, unaimba mpaka unaimba tena. Yaani unaimba mpaka unachamba. Lakini sijui nyinyi mnamjua Aima, lakini binti mpole kabisa, mtoto wa Mungu. Anyways, ni siku nyingine majira ya 2 usiku katika nyumba ambayo Aima alikuwa amepanga. Kwa nini ilisimama gari kwa zaidi ya dakika kama 40 hivi? Watu mbalimbali ambao walikuwa wanapita walitazama gari lile na haikuwa ni kawaida kwa eneo kama lile kusimama gari hasa kwa muda mrefu sana. Alikuwa kwenye gari, hakuwa mwingine, alikuwa ni Baisa. Baada ya kufuatilia kwa siku nzima wapi Aima alikuwa anaishi, hatimaye Baisa alifanikiwa kujua ni wapi na sasa hivi yuko hapa. Akienda kusubiri, ghafla mbele yake alimuona Aima akiwa ameongozana Fatia, huku mgongoni kwake ukiwa na gitara. Akashuka kwenye gari, kapiga hatua, akamuita Aima. Basi Aima masikio yake linaanza sauti ile, aligeuka na kutazama nani ambaye anamuita. Mwanga ulipotoka katika uso wake na Baisa alimfahamu, akaita Baisa. Alitakiwa namkimbilia. Kumbato la kukumbukana lilipita kati yao. Fatia aliwatazama wote wale, kuelewa walijuana vipi. Aima na Baisa walikuwa wamekumbatiana kama ni watu ambao kama marafiki hivi. Basi baadaye waliachana kwa wanatazamana. Sitaki kuamini wewe Baisa. Ni mimi. Fatia, huyu ndo Baisa. Mwanaume mbali niokoa. Aima aliongea kimtambulisha Baisa. Fatia anaitwa Baisa na huyu anaitwa Fatia, ni msiji wangu na mwandani wangu sasa hivi. Basi macho ya Fatia alitoka kwa Baisa. Aliona jinsi gani mwanamume alikuwa na mwili wa mazoezi ambao ulishika shati lake vizuri kwa kweli. Akatabasamu, akampa mkono, akasema nashukuru kufahamu. Na mimi pia Baisa, unajua kama niko huku? Aima aliuliza. Nilikuwa nakutafuta na hata hivyo nilienda Dar, so that's the reason na nikashindwa kutafuta kwa kipindi chote hicho. It's been a long time. Ni kweli kabisa. Basi mimi nakaa pale, twende. Aima alisema na waliongozana hadi nyumbani kwake. Walifika hadi katika chumba ambacho Aima alikuwa anaishi na kisha waliingia ndani. Baisa alitazama mazingira ambayo alikuwa anaishi Aima. Moyoni mwake kulikuwa na maumivu makali mno. Aliumia kuona mwanamke mrembo kama yule anaishi sehemu ambayo haikutofautiana na Jalala. Chumba ambacho chumbani kwake yani alifanya kama banda la kuku hivi, na ndipo ambapo alikuwa akiishi. Aima kauliza, unataka kuishi hapa? Kwani kuna ubaya? No. Yani ni pako loko sana. Ni maisha ambayo nimechagua. By the way, vipi lakini maisha yako? So far so good, maisha yanasonga. Nikajua kwamba utakuwa umeolewa. Kumbe sikukusimulia. Pole sana. By that time nilikuwa na hasira sana, so nikashindwa kusimulia. Unaishi wapi wewe? Mimi niko Msamvu tu hapo. Mbona Msamvu? Kumbe basi karibu hapa ndo nyumbani, lakini kwa bahati mbaya kama unavyoona niko na wali wangu katika mfuko, basira yangu ile pale nakula naye pia na rafiki yangu hapa. Aima alisema. Basi siku ya Aima alikuwa ni mchangamfu kuliko siku ya kwanza alipokutana na Baisa. Uso wake ulikuwa na amani sana, kuongea kwake pia na kujiamini kule kulimvutia sana Baisa, ambaye hakuacha kumtazama kila sekunde. Asante. So unajishughulisha na nini sasa hivi? Muziki unaimba? Kwa mshtuka. Sikuwahi kuwaza. Naimba na hapa penyewe niko naenda studio. Wewe acha basi. Basi niwape lift muda wa kuondoka. Fatia unasemaje? Mimi niko tayari. Basi alipiga story nyingi pale kukumbushana siku ambayo alienda Mikumi. Story zilikuwa muda ambao Baisa aliwaacha kina Aima maeneo ya studio. Kwa hiyo mnaondoka muda gani? Kesho bila shaka niwafuate. Hapana, lakini asante, alisema Aima, na baadaye akaingia ndani ya studio wakimwacha Baisa akiwa anatazama hadi walipozama na akaamua kuondoka. Basi waliingia ndani ambako huko alikutana na wasanii mbalimbali ambao waliendelea kurekodi nyimbo kutokana na kutotaka kuwapigia kelele walimu kutoka nje na kukaa kwenye benchi kupiga story. Anaonekana ni mcheshi sana. Fatia ilianzisha mazungumzo. Kweli sikutegemea kama nitamwona tena. Asa ndo mwanaume wa kuoana naye. Unataka wewe shemeji yako? Kwani hujampenda? No, nimempenda lakini mpaka nitongoze. Unataka nianze mimi kumtongoza ili mapenzi yaniburuze kama kwa Rian? Bado nina miaka mingi duniani ujue. Alisema Aima, akaangua kicheko, hali ambayo ilifanya wote wafurahi.
Haya, sasa ni siku nyingine. Ilikuwa ni yapata majira ya saa 4 asubuhi ofisini kwa Haris. Katika ofisi ya Melissa kulikuwa na maongezi baina ya Melissa na Isla. Hakuna kingine ambacho likijadili katika siku hii zaidi ya harusi yake ambayo ilikuwa imebakiza mwezi mmoja. Sasa Isla, wewe kwa kuwa ni mshenga, unatakiwa uvae upendeze na kuhakikisha kwamba utafurahi hiyo siku. Yaani nasikia patakuwa na wasanii sijui wataimba. Mama mko jana amesema patikani kwa hela yoyote. Yaani kampa Kamila milioni 15 kasema lazima awepo yule binti ambaye anaimba sasa hivi anasumbua mji. Anaitwa nani hivi mlisema vile? Jamani. Yule aliimba Kiza umjui. Anaitwa Fadia. Yes, anaitwa Fatia. Na ile sauti jamani hapo anaimba mbele yangu mimi na Haris. Jamani hebu vuta picha jamani. Natamani hata iwe kesho. Nyie ndoa jamani tamu jamani. Haya hongera Mwaya. Umeweza lakini kumtoa Haima. Na yule mbwa namchukia. Sitaki hata afike kwenye ndoa yangu nisije kutapika bure. Alisema Melissa. Kumbuka Melissa yuko na Haris, lakini Haris aliwahi kumpenda mno Haima. Kwa hivyo Melissa kwake ni sheria kwamba Haima hayupo na anaombea kwamba huyo Haima asije kumuona tena. Lakini kumbuka Haima ndio maana anataka kwenda kuimba kwenye harusi yao. Na usisahau pia msikilizaji, harusi ya Melissa pamoja na Haris lakini pia Ryan pamoja na Kamila itafanyika siku moja, na mburudishaji wa harusi atakuwa ni Haima. Itakuwa vipi? Basi wakati maongezi yanaendelea katika ofisi ya Haris, alikuwa mezani anacheza zake laptop pale. Basi simu kaita. Alitoa kaitazama akaona namba ndugu yake akapokea. Mila, Haris mambo poa, vipi uko ndani? Yaani ndani unamaanisha ofisini au? Ndio. Okay basi niko nje uje basi mara moja, alisema Kamila akata simu. Haris alijuza ndugu yake amepiga simu anataka nini. Aliposhindwa kupata jibu alitoka nje kwenda kumsikiliza. Kamila alikuwa ndani ya gari na yeye aliingia ndani wakatazamana. Baba anaingia Dar es Salaam saa 12 Juni leo. Na ambaye amekwambia, "Mama, maana nilikuwa nyumbani. Kwa hiyo unapaswa kwenda sasa hivi." Au ulitakaje? Kwani usiende wewe? Mimi bado nafuatia swala la kupatikana kwa Fatia. Kwa hiyo unatakiwa uende. Okay. Kuna mawasiliano yake. Namba hapa, alisema Kamila kisha kutoa namba na kumpatia. Macho ya Haris alitazama namba kwa sekunde kadhaa. Aliingiza kwenye simu yake, akagana ndugu yake na kisha alishuka na kuelekea ofisini. Mguu wake ulitua katika ofisi ya Melissa sasa. Baby aliita akimtazama Melissa na kisha alipiga tu hadi karibu yake akampiga busu mdomoni. Isla aliona aibu. Ikabidi sasa aondoke jamani. Watu wakianza kushikana. Mungu anafanyaje vile mnasema hivyo. Niambie kipenzi, naenda muda huu. Jamani kwani kuna nini? No, hamna kitu, lakini kuna mgeni sana ambaye ni muhimu katika harusi yetu. Nani huyo? Ni surprise. Okay, basi babe, take care. Usijali, nakupenda sana Melissa. Nadhani mimi natakiwa kuzungumza neno mara nyingi. Melissa aliongea kimtazama Haris ambaye alikuwa anaondoka kwenye eneo lile. Basi wakati Haris anaondoka, simu ya Melissa ambayo ilikuwa mezani kaita, haraka alitupa jicho, akatazama. Jina na namba mama yake ilijitokeza, akapokea. Mama, niambie kipenzi. Shikamoo, marhaba, ninazo taarifa. Zipi? Babako anaingia Dar es Salaam saa 12 jioni. Unaweza kwenda kumpokea? Mama Melissa alimuuliza binti yake. Muda huu au kesho? Muda huu. Lakini mama simjui, nitakuelekeza. Sawa mama, basi nakuja hapo nyumbani, Melissa aliongea. Haraka alipanga vitu vyake vyema na kisha aliondoka katika ofisi yake. Alipitia ofisini kwa Agi ambapo alitoa maagizo. Kilichofuata ilikuwa ni kuondoka katika eneo lile bila kumtaarifu Haris, kwa kipanga kwamba baada ya kufika kwa mama yake ndo atamtumia ama atampa hii taarifa. Bwana nini kinataka kutokea hapa? Bwana mume anaenda kumfuata babake Dar es Salaam, lakini binti pia ameambiwa na mamake kwamba akamfuate babake Dar es Salaam. Na kukumbusha wewe mwenye kichwa kigumu ambaye uelewi, ni kwamba baba yake na Melissa hajawalea hawa watoto na yupo nje ya nchi kwa siku nyingi sana. Lakini pia baba yao na akina Haris hajawalea watoto wake, kwa maana ya Haris pamoja na Kamila kwa muda mrefu sana, lakini sasa hivi anarudi kwa ajili ya harusi. Baba yake na Haris anarudi kwa ajili ya harusi, lakini baba yake na Melissa pia anarudi kwa ajili ya harusi. Nilisema tangu mwanzo isije kuwa ninachokiwaza ndicho chenyewe, ila wewe Samda wewe. Basi ndio hivyo. Haya, hatimaye safari ya Melissa ilitua kwa mama yake ambaye alimkuta akiwa anapika. Alisogea pembeni yake akaweka kitako. Macho yao yalipokutana alitengeneza hisia pana sana ambazo zinaonyesha upendo ndani yao. Mama Melissa alishusha pumzi nzito ambayo ilimkumbusha mwanae kwamba ni muda wa kumsikiliza. Akamuuliza mume yuko wapi? Si nikwambia ameenda da jamani, muda mrefu tu kumpokea mgeni. Jamani uzee unishasahau. Basi ngoja ndio ipite bwana ili nikupatie mjukuu tu. Jamani haya nipe basi maelezo. Melissa alizungumza akatupa jicho katika simu yake kabla mama yake kumtazama, akamwambia vitu vile muhimu sana katika hili. Kuna picha ya babako na pia utakuwa na bango ambalo litakuwa na jina lake. Joseph wao. Mbona una haraka? Wewe sijamwona baba tangia nizaliwe. Unashindwa kuwa na haraka mama. Lakini na mashaka unajua babako hujui. Mama Melissa alizungumza akiweka umakini hivi. Melissa alimtazama mama yake vema. Aligundua kama mama alikuwa na jambo la ndani ya moyo, jambo zito sana ambalo waga ongei. Hivi mama, kwani kuna nini?
ndoa yako mwanangu. Ndiyo, ndoa yangu ipo, kuna nini sasa? Najua, lakini najua mgeni ambao anakwenda kupokelewa na Haris ni nani? Mimi sijui. Kasema nitoka wapi? Jamani sijajua jamani, mimi nachanganyikiwa tu. Nimeona tu kasema naenda kumpokea mgeni atasii saa 12, sijui surprise. Mungu wangu. Umeshtuka hivyo mama? Hapana, ongea kwanza na Haris tujue. Mama Melissa aliongea akiwa na kigugumizi. Umakini katika maongezi yake ulipotea. Kile ambacho alikuwa anakiwaza huenda ndicho ambacho anakiongea. Na yote yalitokana na wasasi ambao alikuwa nao. Mashaka alimshika Melissa kuacha kumtazama mama yake mara mbili. Sasa ilikuwa nini mama yake? Alikuwa ni mtu wa kuzuga. Kwani kuna nini? Ilikuwa ni swali mtambuka ambalo lilishindwa kunyumbulika na alikuwa likipita kichwani kwake bila kupata majibu. Basi aitoa simu yake akampigia Haris. Simu iliita kwa sekunde hivi kabla ya kupokelewa, akaweka sikioni. Mume wangu. Yes, mke wangu, habari? Nzuri, vipi shaondoka? Yani nitoka sasa hivi ndo naiacha na nani hapa? Okay. Mama niambia sijui kuna mgeni anatoka wapi, sijui afu anatokea kuwahi katika shughuli ya ndoa. Kwa nini nataka tuongozane tuondoke yote da. Sikujua hilo kabla. Mimi nimeshaondoka. Lakini huyu mgeni nani love? Mama ndo anajua. Hebu mpe simu kwanza. Haris alisema. Basi Melissa alitoa simu katika sikio lake akanyosha mkono kumpatia mama yake ambaye alionekana anatetemeka sana. Jasho lilianza kumtoka. Baba, shikamoo mama. Marhaba. Melissa nataka kwenda dada kumpokea nani kwani baba yake ni baba yake. Anatoka wapi? Nadhani mkikutana huko mtapenda majibu kamili. Sasa hivi anatoka hapa nyumbani. Basi hamna shida. Sawa mama basi, lakini wewe kweli unajua mimi ninavyompenda mwanamke. Sijui kwa unasema nenda kumpokea baba yake kumbe enda sehemu nyingine. Hapana mwanangu, usijali bwana, ndo shaka. Mwenyewe tupu ni mlinzi tu wa penzi lako. Basi mama Melissa alizungumza na kisha alitoa simu katika sikio lake na kumpa mwanae. Maongezi ya Melissa pamoja na Haris yalichukua dakika kama 2 mbele ambapo walizungumza sana kuhusu walizungumza kuhusu kutana Dar es Salaam na kisha hapo angeanza safari ya pamoja kurudi Morogoro. Na baada ya maongezi kuisha, basi Melissa sasa alitoa picha akamkabidhi mtoto wake. Picha ilikuwa ya babake na Melissa enzi zile akiwa kijana. Hii ndio picha, aliuliza binti na akageuza kutazama nyuma. Amini alikutana na maandishi ambayo yanasomeka Mgeta Mteke Fili. Alisoma, hili ndio jina la baba. Ndio. Sasa kwa nini anaitwa Joseph? Alipoenda huko anakotoka sio badilisha jina ndo anatumia hilo. Mama Melissa alizuga. Sawa, inaonekana kijana. Sina hakika kama mbadilika sasa hivi ama hajabadilika, lakini ndio hivyo sura yake haiwezi kufutika. Basi sawa. Kwa hiyo hili jina ndo nitaandika kwenye vibango, si ndio? Kwani hujafika hapo tu jamani mama, nisiulize. Basi jamani, utafika utawapa maelekezo atakupa. Kwa hiyo yeye ndo atajua anafikia wapi. Okay, basi bye mama, nakupenda. Usijali kipenzi, nakupenda pia. Sema mama Melissa alimpiga busu mtoto wake kabla ya Melissa kuondoka katika eneo lile. Basi wakati Melissa anaondoka, mama yake alianza kuangua kilio. Maumivu makali yalimpita ndani ya moyo wake. Macho yake alishindwa kuhimili hisia nzito zenye kuumiza moyo. Taratibu machozi yalianza kumtoka na akadondokea katika nguo yake. Mwili wa mama Melissa ulipoteza nguvu. Alilegemea ukuta na kujiburuza mpaka chini ya kilia akipiga makofi. Alikuwa kwenye kifungu cha hisia, kifungu kichobeba maumivu ambayo hakuna mtu atanaona. Hivi kwa nini naenda kudhalika hivi? Vipi kama Mgeta akimtaka mtoto wake nimwambie nini jamani? Mimba nilitoa au? Hivi atanielewa kweli? Kwani nimemficha Melissa kuhusu ukweli kwamba yeye na Haris kwa wao ni ndugu? Lakini haya sio makosa yangu Mgeta jamani. Haya sio makosa yangu, ni ya kwake. Au nijue jamani nifichie aibu. Lakini ndoa ya mwanangu inatakiwa ipite. Jamani nafanyaje ili Mgeta sijue kama Melissa ni mtoto wake? Lakini aliniacha na mimba nikalea mwenyewe mpaka anakuwa. Melissa na Haris bwana sio ndugu bwana. Mimi nitasimama na msimamo wangu. Mwanangu sio damu ya Mgeta na ndoa itapita tu. Maneno haya aliyezungumza huku machozi yakimtoka kama maji. Macho yake yalikuwa mekundu. Kuishi katika uongo ndio kazi ngumu katika maisha. Ni kazi ambayo mama Melissa leo hakuifahamu, kwa sababu alikuwa akitambua fika kwamba Melissa na Haris ni ndugu, lakini kwa upande wake aliamua kumficha mtoto wake asimwambie kwamba wao ni ndugu na mapenzi yaendelee. Na hakujua kwamba milima ikutani, watu watakutana. Leo Melissa na Haris wanakwenda airport kumpokea mtu mmoja bila wao wenyewe kujua. Mama na roho ngumu huyu jamani. Kumbe tulichokuwa tunawaza msikilizaji ni kweli bwana. Ni kweli bwana. Tulivyokuwa tunawaza ndivyo ilivyo. Anyways, tunahitimisha hapa kwa kutazama upande wa mwisho ambapo tunaambia ilikuwa ni majira ya saa 8 mchana nyumbani kwa Kamila, ambako alionekana Rian akiwa amekaa kwenye sofa sebuleni akinyosha miguu yake vyema kujiachia. Pembeni ya sofa kulikuwa na meza ambayo ilikuwa na glasi ya pombe ambayo alikuwa anakunywa kwa maringo, na kila baada ya dakika 5 ndo angenywa mkono wake na kunywa ile pombe.
hapa natakiwa kuongea na silent killer, napaswa kuzungumza naye, lazima Aima afe mapema kabla ya kunipindua kwenye game. Inaonekana ni mtu ambaye ana nyota kali sana, anapendwa kuliko mimi kivipi? Ilikuwa ni maswali na mipango kadha ambayo ilikuwa inapeleka kichwani kwake. Kichwa kinamchanganya na kumuumiza kichwa. Ni mafanikio ghafla ambayo Aima ameyapata kwa muda mfupi sana. Kwake aliona anakwenda kupinduliwa. Alifahamu namna gani wasanii wa kike ambao wanaweza kuwa maarufu kuliko wa kiume, na ilizidi kumuumiza kichwa. Kuacha kuwaza namna nzuri yenye kubaki akileleni. Kamila yeye, yani king'ang'ana tu imanze je kwenye harusi yangu. Anyways, nimepata mbinu safi sana. Alinyanyuka kwenye sofa, aliokota simu, akachezea kidogo, akaika katika sikio. Basi hatua za taratibu zilisikika. Alikuwa ni yeye ambaye alikuwa akinyanyua miguu kutoka mpaka nje kuzungumza na simu. Silent killer, uko wapi maskani? Kuna mission. Unamjua yule ambaye alikuwa mke wangu Aima? Ya, kuna nini? Maana kuja John tuongee. Kivipi yani? Nitakuja kupanga. Wewe tulia na aliongea. Pumzi nzito iliachia kwa bado namtazama. Simu ile ambayo ilikuwa inaita wakati huo sasa, na ambaye alikuwa anapiga alikuwa ni Molly. Basi sura yake ilibadilika, kupenda kupigwa na huyu mtu. Molly, unaenda kuoa kweli? Ya. Unaamini kwamba Kamila ana mapenzi ya dhati kwako kuliko mimi? Mimi sina jibu. Ryan alizungumza na kisha alikata simu, akarudi zake ndani. Kumbuka Molly, mipango yote ambayo anaifanya yeye ni kwa sababu tu anataka kijana aje katika mikono yake. Sasa jua la saa 10 ambalo tunaonyesha ilimkuta Aima akiwa anapiga hatua kuelekea kufuatia, mkononi alikuwa na bahasha ambayo hakuacha kuitazama muda wote. Kimuhimu cha kumpatia taarifa kama si habari njema rafiki yake kilikuwa hakijamwacha salama. Alipofika alimkuta rafiki yake akiwa anafunga karanga kwa ajili ya kuingiza sokoni na taarifa njema. Alizungumza akiwa amefurahi sana. Zipi, kuna dili la harusi nimepokea leo. Tena, ya, nani huyo? Natakiwa nikaimbe kwenye harusi sijui ya doni gani, eti milioni 10 iko pale. Yani usiku mmoja tu, imagine jamani, mziki kumbe unaela hivi. Wewe kwa serious basi. Nani nakupa milioni 10 sasa hiyo sawa, ambapo serikali inakopa mpaka inakopa tena. Wananchi wanakopa Tala, wanakopa branch, wanakopa hasa, wanakopa sijui songesha wapi. Hiyo milioni 10 kivipi? Ushaanza mambo yako sasa Fatia. Na mimi nakwambia kweli mjini hapa Mwaya, vaa suti, usije ukachanganyike. Wewe unajua tu ni wezi wewe. Hali ni ngumu. Milioni 10 siku moja wewe. Ni kweli unaimba, lakini unaimba nini? No bana, hivi kwa serious juu nimesaini, hebu angalia. Aliongea Aima na kisha alitupa bahasha katika mapaja Fatia. Mikono ya Fatia ilifungua bahasha, macho kaona karatasi ndani yake. Alichukua na kuisoma. Kila neno ambalo alikuwa anasoma lilihusu pesa, lilihusu mkwanja na njuruku. Tabasamu zito likaweka makazi ya muda katika uso wake. Walijikuta akiema kwa nguvu sana, na kisha akasema anapatikana wapi? Kuna huyo mwanaume ndo alikuja, ila kesho amesema atakuja kujua kama nimekubali. Ni wenyewe bwana, nimetetemeka jamani kuona hizi hela. Ndio hivyo ndio kujaza kwenye hizo sehemu, sio hii nusu ya malipo itafanyika baadaye. Kweli hivi wewe unaweza kulala maskini ukamka tajiri nyinyi? Mimi nikajua hii ni story. Ndio hivyo ndugu yangu, acha tu. Kwa hiyo kuhusu nini tena hapo, kilichopo ni sisi kwa tayari kuhusu limeisha bwana, si ndio hela sasa. Hapo ndio tunazungumzia ya pesa tu. Lakini vipi kuhusu Baisa? Maana niliona mida fulani kama alikuwa anazungumza naye hivi pale mgawani, aliuliza Fatia. Basi Aima alivuta kumbukumbu mchana siku ile ambapo alipata kuongea na Baisa, na hakutaraji kama Fatia angeuliza hiyo. Nimeongea naye, ilikuwa ni kuhusu nini? Niambia tu, ana mazungumzo na mimi. Wakamwambiaje? Nikamwambia niko tayari, apange eneo. Akaamua nini? Akasema kwamba tutakutana leo. Wapi na saa ngapi? Muda wa kutoka si unaujua, ni saa 3. Okay basi sawa. Sasa nenda kafanya ujinga, sawa jamani. Ndio hivyo jamani. Sasa mbona mimi unataka kusema nikajitongozeshe Fatia au? Mimi nimesema kafanya ujinga tu. Basi aishe, hebu nitokee huko. Basi Aima aliongea, akaweka kitake chake mwenyewe na kuanza kutengeneza karanga, akisubiri muda kwenda kumwona Baisa, kwa sababu alikuwa katika makubaliano naye hapo kabla. Anyways, msikilizaji, kwa leo itakuwa ni vizuri sana tukishia hapa, ili tuendelee kuwa na hamu ya kujua hawa wanaokwenda kumpokea baba yao wao wakiwa ni wapenzi itakuwa vipi. Lakini vipi kuhusu Aima jamani? Aima ameletewa document sign kwa ajili ya kupata mapesa. Usiku mmoja tu, masaa kadhaa, unaimba unapata milioni 10 kwenye harusi ya Dear X. Unajionaje? Unaweza kwenda kumwimbia ex wako? Ama unatamani huu mpini ungekupata wewe msikilizaji? Drop your comment hapo. Unanisikiliza kutokea wapi? Nini kinakufurahisha hapa katika simulizi ya Aima? Kitu gani pia kinakukera, lakini utabiri wako kwani uko sehemu gani? Andika safi kutoka kwa Sam Dafur. Hapa ni Simulizi Zetu Media na mimi wananiita Tutu. Tukutane katika sehemu ya 9.